anafathiliwa yeye mwenyewe katika Danieli 7 fungu la 6 kwamba utainuka ufalme mwingine wa tatu. Fungu la 6 anasema, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Danieli anamuona katika njozi mnyama mwingine wa tatu ambaye alikuwa na mabawa manne. Mabawa nimekwambia ni kasi ya utawala. Huu ufalme ulikuwa na kasi ya kutawala dunia yote kwa muda mfupi sana. Ilikuwa ni kasi kubwa sana, kasi kubwa mno. Babeli alikuwa na mabawa mawili, yule simba, katika Danieli 7 fungu la 4, lakini huu utawala una mabawa manne. Katika Danieli 8 fungu la 21 na 22, ufalme huu wa Uyunani umeelezwa pale. Tuanzie 8 fungu la 3 na la 4. Fungu la 3 na la 4 ambapo Danieli anaoneshwa maono mengine tena. Fungu la 3 na la 4 anasema, ndipo nikainua macho yangu nikaona, natazama mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe mbili zile zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Kwa hiyo hapa anazungumza na anatoa fathili au maana yake katika kitabu cha Danieli 8 fungu la 20, anasema, yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo falme za Umedi na Uajemi. Kwa hiyo pembe mbili katika Danieli 8, dubu katika Danieli 7, na madini ya fedha katika sanamu ya Danieli 2 ni kitu kile kile, Umedi na Uajemi. Pembe hizi mbili hazijalingana urefu, moja ni ndefu kuliko nyingine, kwa maana ile ile ya kwamba Uajemi ulikuwa na nguvu kuliko Umedi. Lakini katika anazungumzia Uyunani sasa katika Danieli 8 fungu la 5 hadi la 8, anasema, nami nilipokuwa nikifikiri, tazama beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemwona amesimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ikavunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Kwa hiyo Danieli katika sura ya 8 anaona beberu. Kwanza ameona kondoo dume ambaye alikuwa na pembe mbili, pembe moja ni ndefu kuliko pembe nyingine. Fungu la 20 nasema huo ndio ulikuwa ufalme wa Umedi na Uajemi. Lakini katika fungu la 5 hadi la 8 anaona beberu akitoka sehemu fulani ya mto. Huyu beberu kwanza anatembea bila kugusa chini, kwa maana ya kwamba anatembea kama anapaa. Ndiyo maana ile ya akiwa na mabawa manne katika Danieli 7. Ni ufalme wa Uyunani katika Danieli 8:21 na 22 ameweka bayana. Ufalme huu ulikuwa na pembe mashuhuri. Huyu beberu alikuwa na pembe moja mashuhuri ambayo alitumia kumpiga kondoo mume au kuangusha ufalme wa Umedi na Uajemi. Pembe hiyo mashuhuri inaelezwa kwamba alikuwa ni mfalme wa kwanza ambaye ni Alexander Mkuu, akiwa kijana mdogo sana, takribani akiwa na miaka nadhani kama 25 hivi. Alianza kutawala na alianza akatumia muda mfupi sana, akawa ameweka dunia yote kama miaka 7 tu. Akawa ameweka dunia yote chini ya utawala wake.
alikuwa na kasi, alikuwa beberu huyu alikuwa anapaa, hakuwa anakanyaga chini. Ni kasi ya utawala ambao mfalme Alexander Mkuu alitumia kwa ajili ya kuiweka dunia yote chini ya utawala wake kwa muda mfupi sana, kama miaka 7. Kijana mdogo sana huyu ambaye akaiweka dunia yote chini ya utawala wake kwa muda mfupi. Lakini huyo beberu, baada ya hiyo pembe mashuhuri kuwa imeanguka, zilitokea pembe 4. Pembe 4. Ndiyo maana katika Danieli 7 huyu mnyama kama chui alikuwa na vichwa 4. Ndizo pembe 4 katika Danieli 8. Yaani majemedali wake 4 ambao walikuwa ni baada ya kuwa ameanguka mfalme Alexander Mkuu, kwa sababu alikuwa ni kijana, alikufa akiwa kijana, na alikufa sio kwa sababu ya kupigana vita. Huyu alikuwa amepiga vita yote, na vitabu vya kihistoria vinaeleza kwamba ilifika wakati hakuna mtu aliyeweza kusimama kupigana na mfalme Alexander Mkuu. Halilia na kuomboleza kwa sababu hakuna wa kupigana naye. Yaani wakati unalia kwa njaa, kuna mtu analia kwa sababu hakuna wa kupigana naye. Alexander Mkuu akaanguka kwa sababu ya kushindwa kujizuia nafsi. Yaani ni kwa sababu ya ulevi pamoja na mambo mengine ya anasa. Ndicho kilichomuua akufa kwa vita. Akiwa kijana mdogo mwenye miaka 32, alikuwa akiwachukua majemedali wake na kwenda kwenye ulevi. Walikuwa wakila na kunywa mpaka wanazidiwa. Ndicho ambacho kilimuua pia alipokufa, kwa sababu alikuwa kijana, hana mtoto wa kurithi ufalme wake. Majemedali wake 4 ambao ni Seleucus, Lysimachus pamoja na wengine wawili wakagawana ufalme. Mmoja akaenda huku kaskazini, mwingine akachukua kusini, mwingine akachukua mashariki na magharibi, wakaugawana ufalme. Kwa hiyo ndiyo maana anasema kwamba zile pembe 4 zikaelekea pepo 4 za dunia. Yaani pande 4 za dunia: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Kwa hiyo ufalme huu wa Uyunani ulianza kutawala mwaka 331 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 168 kabla ya Kristo, chini ya mfalme huyu Alexander Mkuu, ambaye alitumia miaka 7 tu kuweka dunia yote chini ya utawala wake. Lakini baada ya kifo chake, majemedali wake 4 waliendeleza ufalme. Ufalme huu pia ulikuwa na kawaida ya kuabudu miungu na sanamu. Yaani mambo yote ya ibada ya sanamu yaliyokuwa katika falme zilizopita waliyakopi na kuyaadopt. Na huu ufalme wa Kiyunani ndio ambao ulisababisha kuwepo na usalabu. Walikuwa na miungu 7 ambao walikuwa wakiabudu. Kila siku ya wiki walikuwa wakiabudu Mungu mmoja. Kwa hiyo walikuwa na miungu 7 mikuu ambayo walikuwa wakiabudu. Siku ya kwanza ya wiki ambayo ni Jumapili walikuwa wakiabudu Mungu jua, yani sola. Siku ya pili ya wiki ambayo ni Jumatatu walikuwa wakiabudu Mungu mwezi, moon. Siku ya tatu ya wiki walikuwa wakiabudu Tiu, god. Siku ya 4 ya wiki walikuwa wakiabudu wooden god. Siku ya 5 ya wiki walikuwa wakiabudu Thor's god. Na siku ya 6 ya wiki ambayo ni Ijumaa walikuwa wakiabudu Mungu aliyekuwa anaitwa Flick god. Na siku ya 7 ya wiki ambayo ni Jumamosi walikuwa wakiabudu Mungu aliyekuwa anaitwa Satan. Sio shetani, ni Satani kwa maana ya ile planet au ile sayari ya Satan. Kwa hiyo walikuwa wakiabudu vitu hivyo 7 kila siku walikuwa wamezipangilia hivyo hivyo kama ambavyo zilikuwa zimepangiliwa katika uumbaji. Siku ya kwanza ambayo ni Jumapili kwa leo,
na siku zingine Jumamosi ambayo ndiye siku ya saba ya wakati wao, walikuwa wakiabudu mungu sayari ya Saturn. Kwa hiyo ni miungu saba ambayo kila siku walikuwa wakiabudu mungu mwingine. Kwa hiyo ibada za sanamu ziliendelezwa, na ndilo kusudi la Mungu kujitambulisha kwa wafalme hao wa kipagani, ili awaoneshe na waweke aware kwamba baada ya falme zao za udhalimu Mungu atasimamisha ufalme usioweza kuangushwa. Sasa baada ya ufalme huu wa Uyunani au wa Kigiriki, na ufalme huu wa Kigiriki ndio ambao wanafalsafa wengi walitokea hapo, na huu ufalme ndio ambao ulifanya yani civilization iliongezeka. Masuala ya uandishi pamoja na mambo mengine yalitokea huko, na huu ufalme ulikuwa na kawaida ya ile tamaduni zake nyingi sana zimelithiwa, kwa sababu ulikuwa na kawaida ya kutawala, yani zile tamaduni zake walikuwa wamedhirithisha katika eneo lote kwa muda ambao walikuwa wametawala. Kwa hiyo ndio maana hata katika maandishi mengi ya kale yameandikwa kwa lugha ya Kigiriki, kwa sababu huu ufalme ndio ambapo ulikuwa ni mwanzo wa civilization. Kwa hiyo sasa baada ya huu ufalme mwingine wa 4, Danieli anamwambia mfalme katika Danieli 2, anamwambia mfalme kwamba baada yako utainuka ufalme mwingine. Danieli 2:33. Danieli 2:33 akiendelea kumfuatilia mfalme maana ya ile sanamu aliyoiota, anamwambia na ufalme mwingine wa 4 utainuka. 33 anasema na sanamu hii kichwa chake 33 miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu ilivunjwa vipande vipande pamoja na vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hali. Yes. Haya. Fungu la 40 Danieli 2 anasema na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote ndivyo utakavyovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kwa nusu udongo na wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na kama vile vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Huu ni ufalme mwingine wa 4 ambao katika sanamu ya ufalme Nebukadneza umeoneshwa kama miguu ya chuma, na kule kwenye wayo za miguu ni nusu ya chuma na nusu ya udongo. Sasa huu ni ufalme wa 4 ambao kimsingi ulikuwa ni ufalme ambao Danieli sura ya 7 anaambiwa au anamuona mnyama wa kutisha, mnyama ambaye hana mfano wa mnyama wa kumtolea au wa kumfananisha naye. Danieli 7 fungu la 7 nasema baadaye nikaona katika njozi za usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa,
Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilicho